Yo man, we're back again. Shout mingi zene kwa wote ambao wanatufuatilia, wako live na sisi kupitia Facebook ya East Africa TV, pia wako live na sisi kupitia YouTube East Africa TV, pia wako live na sisi kwenye viwanja vya comment kupitia East Africa TV na page yangu binafsi ya Modo_255. Sasa darasa ambalo ulikuwa unalipata hapa ni kubwa sana. But for now nataka nikuchukue mwanangu ukasikilize hili darasa lingine kutoka kwa huyu ndugu. Alafu tukirudi pia tutaendeleza story hapo na tutaunganisha pia CHMBA kuhusiana na hiyo topic. Kitu ambacho kilinifanya niendelee hata nilipotamani kukata tamaa. Niki kimoja, nilichoka kuendelea kuishi maisha ambayo nilikuwa sihitaji tena. Iko hivi, kama upendi jambo unalibadilisha. Usipolibadilisha hujalichoka. Hivyo hivyo kwenye maisha, iwe ni kazi, iwe ni maisha magumu, biashara yako haikui, alafu uko vile vile, unataka kutengeneza cash flow, hujui nini cha kufanya, unatamani kumiliki kampuni lakini hutaki kuchukua hatua, unatamani kupata mikopo, kufanya biashara za kimataifa, unatamani kutambulika na taasisi za kifedha, unatamani kutambulika na kisheria, unatamani kumiliki, ku-own biashara yako, unatamani kufanya mambo makubwa tofauti, lakini hakuna kitu unafanya, uko tu umekaa. Nikwambie kitu, hujachoka. Kwa mfano ni kijana, tayari umeshatengeneza cash flow at least ya milioni 5 na unatamani kutoka hatua hiyo iliyopo kwenda hatua inayofuata. Kwa hiyo na umegundua kwamba unatamani kuwa na kampuni, unajua kwamba kampuni ni kitu sahihi, lakini ufanye maamuzi. Hujachoka position iliyopo. Maybe ni comfort zone yako, umerelax. Ukichoka kitu unabadilisha. Kwa mfano umechoka mwenendo wa biashara yako, umechoka kutokupata tenda, umechoka kukosa tenda za serikali, tenda binafsi, umechoka kutokuwa kila sehemu ukifika unaulizwa una kampuni. Kama ukichoka unabadilisha. Kama wewe ni mtu yupo kwenye position kama hii, unatamani kuanza kupanua biashara yako, kukua, kufadhilisha kila kitu, kwenda next level, kujifunza mambo mengi tofauti, usajili wa kampuni, usajili wa jina biashara, kupata leseni yako, kupata TIN number, kuweza kujua namna gani ya kuweza kupata mentorship za kupata mwongozo. Ni watu pekee ambao wanachukua riski ndio wanaweza kufanikiwa kwenye jambo lolote. Kwa definition hii ni kwamba kama wewe unaishi noma sana. I would love to ask you something. Kuna mtu amekaa yuko home sasa hivi, ameajiriwa somewhere. Najua wewe nahisi wewe ni miongoni mwa watu wa design ya kwamba ambao hawaamini kwenye kuajiriwa. I feel like ndo na mentality hiyo, right? Sio kwa hivyo sasa. Kwa picha nyingine. Sio kwa hivyo ulivyohitaji. Sio kwa hivi. Sasa kuna mtu yuko home sasa hivi, ni kijana. Ameajiriwa somewhere, lakini mshahara ambao analipwa haukizi mahitaji yake. Na amefanya kazi for more than 5 years. The same kipato ambacho hakikizi mahitaji yake, na bado ana burden ya mzigo wa majukumu mengi, na pia ana ndoto za kufikia. Unamwambiaje mtu kama huyo? Jambo la kwanza, ajira yako haikupotezei maisha. Okay. Wewe utajipotezea maisha kwa kutokuzingatia ajira yako. Okay. So kwa namna hii umesema siamini kwenye kuajiriwa. Nope. Sio kwamba siamini kwenye kuajiriwa. Iko hivi. Si support mtu afanye awe kwenye ajira ambayo haikizi kipato chake kwa zaidi ya miaka 5 kama ulivyosema. Hiyo si support. Ila kwa mtu ambaye ndo anaanza mara, yani katoka chuo kikuu hivi. Umefika tu yani ndo umetoka chuo kikuu hivi. Na umetoka kwenye background family ambayo haiko too exposed kama ya kwangu. Hatua ya kwanza na kushauri, angalia ni wapi ambako unatamani kuja kufanya, ambako unaona kwamba mimi pale naona kama na fit. Alafu kishaona pale mimi na fit, nenda kwa huyo mtu, kaa chini yake. Kitu ambacho mimi ninakipinga ni kwenda kwenye ajira chini ya mtu. Kwa mfano unakaa chini ya mtu, anakutrain, unafanya naye kazi chini ya mtu. Kitu ninachokipinga ni kwamba unaenda kwenye ajira ukitegemea kwamba hii ajira mimi ndo naenda kunitoa kimaisha. Hiyo ni kitu ambacho utadondokea pua. Yani hutaamini dunia inavyo. Talia na kusaga meno. Hutaamini. Kitu ambacho nakisupport ni kwamba nenda chini yake. Faida ya ajira namba 1 ni unapata free mentorship. Sure. Yani unapata free mentorship kwa sababu unapata the real unapata uhalisia uliopo kwenye field moja kwa moja, kwa sababu unafanya kazi sehemu ya mtu. Sure. Unafanya kazi, unapata uhalisia wa field unavyoenda. Pili, unajifunza kazi inafanyikaje. Ile skills yenyewe ya kuifanya. Alafu namba 3, unajifunza namna gani ya kuhandle pressure, wateja, namna gani ya kuhandle market.
It means unaweza kama labda unajifunza upo kwenye kitengo, labda ni kwenye, unaweza usiwe upo kwenye engo nzima ya kampuni, unaweza kuwa kwenye kitengo kimoja, lakini kwa kuwa umeenda pale na mission, huwezi kuona watu wa marketing wanafanya marketing tu kwa mfano umekaa hivi unawaacha hawa ni watu wa marketing watajua wenyewe. Maisha yatakuwajibisha. Life itakuwajibisha. Kwa upande wako, unajua sasa ushaingia kwenye industry na pressure ya wateja inakuwa ni nyingi pia. Labda wateja wanaanza na wateja wale, lakini as time goes wateja wanaongezeka. Umefikiria kutafuta madogo ambao pia nao unaweza kwa train, kwa sababu nia na madhumuni ya kujiajiri ni ili baadaye pia tutengeneze ajira, tuondokane na ile tatizo la ajira. You have plans za kusema ni kana vijana wawili watatu, as you said, pia haunyoi wadada kwa sababu wana service nyingi, kuosha siku kwa nini, na ukiwa peke yako huwezi kuzihandle zote. Unaweza kuwa na vijana kama wawili ambao ukisema unaenda kwa mdada, wao wataosha, huyu atapaka hichi, wewe ukishamaliza kunyoa. Uko na hizo plans za kuextend? Of course nadhani umemaliza kuniongelea kitu ambacho ninacho, na I think by January nilikuwa na plani kuandaa new packages kwa ajili, maana kwa sasa hivi nilikuwa na service moja tu nafanya haircut only, lakini nikuja kugundua kwamba mimi nilianza kufanya hivi kwa kusolve changamoto ya wale watu ambao wanakosa muda wa kwenda saluni kwenda kusubiria. So kuna wateja ambao mimi nawakosa kwa mantiki ipi? Kuna mtu anaamini akienda saluni atafanya scrub ambao mimi kwa sasa hivi siifanyi, atenda atapata massage, atafanya nini. So na plani kutengeneza new packages ambazo zitakuwa ni za bei tofauti, na pia nitakuwa nina team, kwa sababu kama ulivyosema market inazidi kukua, nitakuwa nina uhitaji zaidi, watu watanihitaji zaidi. Kufanya mimi peke yangu sitaweza. So katika timu nitakuwa na vinyuzi vingine ambao hapo kwenye timu. Usisahau kuongeza mtu wa massage. Mimi nitakuwa mteja wako. Hiyo sina kwa delivery hiyo. Yeah, of course scrub anakuja tutakuwa na dada kwa ajili ya scrub, kwa tutakuwa tuna team ya of course. Ni vitu ambavyo nimeviplan kando kidogo, uchovu wa siku nzima. Sasa kuna netu ambao leo wamezaliwa, lakini kabla hao kuna netu ambao wanaonyesha comment zao kupitia social media zetu. Ni tema kuzipreview na kuzisoma. Wanasema nini kuhusiana na CHMDA? Ili ufanikiwe. Kutoka Facebook, Mike anasema ili ufanikiwe fanya kazi kwa bidii. Okay? Sawa. Kutoka IG, Maria anasema ili ufanikiwe inabidi ujitume. Kutoka X, Petro anasema ili ufanikiwe punguza kulalamika. My brother, kuna tatu hapa. Ili ufanikiwe fanya kazi kwa bidii, ili ufanikiwe inabidi ujitume, ili ufanikiwe punguza kulalamika. Zote zina make sense. Ipi na make sense zaidi? Okay. Kuna kufanya kazi kwa bidii, kujituma na kupunguza kulalamika. Hii kwenye kupunguza kulalamika. Hii frame yake iko hivi. Ukishagundua ni wajibu wako kubadilisha hilo jambo lolichoka, hapo ndipo mabadiliko yanaanza. Yes. Amna kitu kinachobadilika ambacho unakifanya ukiamini kwamba unakifanya tu, nafanya tu. Kwa mfano nafanya pale posta, nafanya pale ITV, nafanya pale ETV. Amna kitu kitabadilika. The minute umegundua hii ni responsibility yangu kwenye engo tatu. Sasa let me be strict kwa wanaume. Kwenye engo hizi tatu, kama ni kijana, kuna engo ya kwanza ni spiritual, engo yako ya kiroho. Usipogundua ni wajibu wako wewe na ukaamini ni mama yako ndo anatakiwa kukumbushe kuweka mahusiano yako wewe na Mungu wewe, you will never even find a meaning here. There. Yaani huwezi kujua hata kuna faida gani. Cha pili, usipogundua ni wajibu wako wewe kufahamu skills, ujuzi na namna ya kuweza kufanya kitu ambacho kitaleta kuingizia pesa ama impact kwenye industry fulani. Usipoweza kujua kwamba hii ni wajibu wangu kujua na kufahamu namna gani ya kuweza kufanya hiki kitu ninachokifanya, kujua kuwa na ufahamu juu ya masuala ya makampuni, kuwa mafahamu kwa masuala ya biashara, kujua masuala ya mambo yanavyoenda, namna gani ya kuweza kufanya finance zako binafsi na biashara na finance. Usipojua kwamba hii ni ya kwangu, ukaendelea kulalamika kwamba
Tanzania bwana nchi fulani. Bro, watu Tanzania wanaishi vizuri tu. Ni wewe peke yako. Ukisema hamna hela, sema mimi sina hela. Usiseme kwamba Tanzania hamna hela. Unajua si ni third world country. Nani alikwambia tuko third world country? Nani alikwambia? Mentality, anza kubadilisha mentality yako pia kwanza. So ya mwisho ya kwamba hii ni wajibu wangu. Don't unamlamkia nani? By the way ni mwanaume unamlamkia nani? Lazima uchukue kama hii ni ya kwangu. Ukishagundua hii ni mimi. Hii ni ya kwangu. Niweze kubadilisha hiki kitu. Umemaliza kila kitu. Safi. Chemba takayo pia inabidi usike. Leo ni darasa tu. Ili usikate tamaa kwenye maisha. Number 1, jali afya yako. Watu wanasahau sana afya. Wanachukulia tu poa, mnatafuta hela sana, lakini afya is very important kwenye utafutaji wa pesa na kila kitu. Ya pili, jitunze kisaikolojia. Hakisha mtu adisturb mental yako, yani akili yako inakaa vizuri ili uweze kufocus pia. Jifunze kupitia changamoto. Changamoto zipo kwa ajili ya kutufundisha. Sawa? So learn kupitia hizo changamoto ambazo tunakutana nazo. Kuna neto ambao amezaliwa tarehe na siku kama ya leo, tumalizane nao kabisa, tuwape birthday wishes. By the way, leo amezaliwa dogo mmoja kutoka kwa Koi Mzungu pale, Cheka tu, anaitwa Kisinza, all the from Dar es Salaam. Ni comedian, one of the best comedian, stand up comedian, na anafanya poa sana. Namtabiria mbele ya miaka miwili mbele atakuja kuwa stand up comedian mkubwa sana. Mwaka mmoja so far. Pia kuna mwenetu kwenye picha siku anaenda kama nani? Silveria kutoka Dar es Salaam, anapenda music na shout out zinakuja kwetu sisi wote. Let's go for short break. Tukirudi tuna dakika 2 tu za kusign out.